Katika waraka wa Mtume Yakobo anawahimiza Wakristo ambao wako katika hali ya majaribio, hali katika mateso, na katika hali ya mateso na wanateswa wakishurutishwa waiache imani yao. Yeye anawaambia, furahini mnapojaribiwa katika imani yenu, maana katika kushinda katika majaribio hayo ndio inakuwa chanzo cha kuimarishwa katika imani. Na Yakobo anatueleza sisi vivyo hivyo. Majaribio yanayokuja kwetu sisi kupitia imani yetu au jinsi tunavyotakiwa kuishi kama watu wa imani kufuata Kristo katika mazingira ambayo ya watu wengine wasiomfuata Kristo tunajaribiwa. Kama unataka kuishi maisha mema, maisha ya haki, maisha ya amani katika jamii ambayo haithamini mambo kama hayo, ni majaribio kwamba watu watakuwa na kupinga ule msimamo wako. Cha msingi na cha maana ni kusimamia katika msimamo wako wa kuyaishi yale maadili ya imani yako. Si lazima majaribio yawe makubwa sana mpaka kuwawa katika mambo tu ya kuishi maisha yetu. Tunapoishi maisha ya ushuhuda katika jamii ambayo hawamwamini Kristo, katika jamii ambayo hawafuati yale maelekezo ya Kristo, ni majaribio hayo. Tunaomba neema ya Mungu ili tuweze kudumu katika hayo. Lakini majaribio mengine yanaweza yakatoka katika matukio mbalimbali katika maisha ambayo yanatufanya tujiulize kuhusu imani yetu. Tuseme tu mfano hata kifo. Maana familia ya Lambert leo inamshukuru Mungu kwa mwanao ambaye ameingia kwenye uzima wa milele. Kifo kinapotokea kikawaida ni jaribio la imani, na kuna maswali mengi ambayo mtu anajiuliza. Je, kweli kifo ndio mwisho? Je, kweli kuna maisha baada ya haya? Ndugu yangu, mwanangu ambaye sasa hivi siko naye kimwili, je, yupo kweli au ametoweka? Kwa hiyo matukio mengine makuu katika maisha yanaweza kuwa njia moja ya majaribio yetu. Na sisi basi hata matukio makubwa kama ya vifo, imani yetu inatukumbusha na kutuimarisha. Kristo aliyeshiriki ubinadamu wetu na yakafa na akafufuka katika uzima wa milele, na ndiye anatushirikisha katika maisha yetu hizo nguvu za ufufuko. Kwa hiyo hata matukio kama hayo tukiangalia kwa macho ya imani ambayo yanatudhihirishia ukweli ya mambo yasiyoonekana katika macho yetu, basi tunaimarika katika imani yetu. Jambo lingine, kifo labda ni kitu cha kutisha. Kuna mambo mengine yanatokea. Mfano, nashukuru Mungu kwa ajili ya vijana ambao wanakuja pamoja katika sakramenti ya ndoa. Wameanza hatua ya uchumba, wanaendelea katika hatua ya mwisho ya kufunga ndoa. Hapo ni miujiza ya Mungu. Hii nguvu iliyowaleta hawa watu pamoja. Mara nyingine wazazi wanasema, watadumu kweli? Imani yako inasema watadumu kweli? Au watakaa siku 2-3 wataachana? Wamama na wazazi wanapokuwa katika imani vile vile, hiyo inakuwa ni changamoto katika imani yao. Lakini wanapoimarika katika imani, basi wakijua kwamba hii safari ambayo hawa watoto wetu wameianza, safari ya maisha, imeanzishwa na nguvu za upendo wa Mungu. Mungu amemiminia upendo kwa hawa vijana wawili, na upendo huo ndio unawaleta pamoja kwa imani yako. Basi imani yao, lakini imani hata ya wazazi vile vile, inawahakikishia na kuwasindikiza katika maisha hayo matakatifu ya ndoa, na kuwapa udumifu katika ahadi zao watakazoziweka. Hiyo tena ni changamoto ya imani, lakini imani yetu inasema tunawakabidhi kwa Mungu. Wazazi wanajiuliza maswali, lakini tunawakabidhi kwa Mungu kwa sababu upendo huo umetoka kwa Mungu. Imani ndio hiyo. Katika somo la kwanza mmesikia Yakobo vile vile akisema tuombe imani kutoka kwa Mungu, akijaribu kutofautisha imani ya kibinadamu na imani ya kutoka kwa Mungu. Imani na hekima kutoka kwa Mungu ndio inaweza kutuwezesha kutambua uwepo wa Mungu katika hali ambayo yasiyoonekana na macho yetu haya ya kibinadamu. Kingine katika barua ambayo nafikiri wengi wetu tusingependelea, anasema
Kama huna cheo, mshukuru Mungu. Kama huna cheo, umshukuru Mungu. Kwa hiyo watu wengi wanataka vyeo. Nani asiyependa cheo? Kila mtu anapenda cheo. Sasa cheo nakipenda kwa sababu kitakupa maslahi fulani. Kitakupa maslahi fulani, kitakuongezea utajiri, kitakuongezea sifa. Lakini haya yote kama yatakuondoa katika